Kwa kazi ninayofanya ya kuchomelea ni ngumu kwa mlango wenyewe huu. Unakuta natoka asubuhi, narudi saa 12, sipati chochote, nashangaa naambulia 1000 na ada inatakiwa kuendelea na masomo. Bibi hana uwezo, wazazi wangu ndio wamefariki, kwa hiyo naomba mnisaidie wa Tanzania. Natamani kusoma, ndoto zangu nije kuwa hata engineer. Huyu ni Shabani, kijana ambaye anaishi akiwa hana baba wala mama. Wazazi wake wote wametangulia mbele za haki. Kijana huyu anaishi na bibi yake ambaye ndiye mlezi kwa sasa. Shabani, kazi anayofanya na umri wake ni vitu viwili tofauti. Anaamka mapema na kuanza pilika za mtaa. Kazi hii anayoifanya ni katika jitihada zake za kutaka kurudi shuleni ili kuendelea na masomo. Shabani anasema ujasiri huo anaupata baada ya kufukuzwa shule kwa ukosefu wa ada akiwa kidato cha pili. Jambo la kusikitisha ni kwamba yale matumaini ya kwamba kazi hii ngumu anayoifanya huenda ikampa chochote kitu ili aweze kurejea shuleni. Lakini cha kusikitisha ni kwamba kutoka asubuhi mpaka jioni anaambulia shilingi 1000, huku akirudi akiwa macho yamemvimba na maumivu tele mwilini. Unakuta natoka asubuhi, narudi saa 12, sipati chochote, nashangaa naambulia 1000. Yako mengi anaeleza, huku akitamani kupata msaada ili aweze kuendelea na masomo. Hii ni Families Media, nami ni Gervas Machaku. Jina naitwa Shabani Hassan Idi, natokea mkoa wa Morogoro. Shabani, tueleze, kwa sasa unasoma? Sisomi. Kwa nini? Kwa sababu ya ada. Ila ulikuwa unasoma? Kidato cha ngapi? Cha pili. Kipi hasa ambacho kilipelekea mpaka usisome? Mazingira yalikuweje? Mlezi wangu alikosa ada. Alikosa ada? Na ulikuwa unasoma shule gani? Ufundi, Msamvu. Msamvu. Na hapa nyumbani unakaa na nani? Na bibi. Na bibi peke yako? Baba na mama wamefariki. Wamefariki? Pole sana. Asante. Na ulikuwa unatamani kuja kuwa nani kwenye masomo yako? Dereva. Dereva? Dereva nini? Kuna dereva wa mabasi, udereva upo mwingi. Ulikuwa unatamani kuwa dereva wa mabasi? Mabasi. Na unatamani sana kusoma? Ndio. Unatamani kusoma? Na ni masomo yapi ambayo unaelewaga sana shuleni? Sayansi, hisabati, English, ni hayo. Hisabati, English, masomo ya sayansi pia unaelewa? Na kwa sasa baada ya kuacha shule, je, hapa nyumbani sasa unafanya kazi gani? Kwa sababu tunajua kwa umri wako wewe ni mdogo, na kama usome manake vijana wengine huenda wakajihusisha kwenye magenge ambayo hayafai. Wewe kwa sasa unajihusisha na nini? Welding, kuchomelea. Kuchomelea? Na umri wako unaweza kuchomelea? Ndio naweza, ila sikulizika na kazi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya umri wangu na napenda kusoma. Na kazi hiyo vipi? Kuna kipato chote unakipata? Kipato? Na huwa unatoka saa ngapi hapa nyumbani kwenda kwenye kazi yako hiyo? Saa 2 asubuhi. Na unakaa mpaka saa ngapi? Saa 12 narudi. Saa 12 jioni? Na muda huo unakuwa upati chochote, yani umeishia sana, unaambulia shinga? Umeishia sana. Buku. Buku? Na hiyo buku ukifika hapa nyumbani umsaidie na bibi? Sawa. Labda tueleze sasa ugumu ambao unaupitia huku ukipambana kuhakikisha kwamba unapata pesa kwa ajili ya kurudi tena shule. Si ndio malengo yako? Unatafuta kipato ili uweze kurudi shule. Ndio. Tuambie sasa ugumu kidogo ambao unaupitia. Kwa kazi ninayofanya
ya kuchomelea ni ngumu kwa umri wangu wenyewe huu. Unakuta natoka asubuhi narudi saa 12, sipati chochote, nashangaa naambulia 1000 na ada inatakiwa kuendelea na masomo. Bibi hana uwezo, wazazi wangu ndio wamefariki, kwa hiyo naomba nimsaidie Watanzania. Natamani kusoma, ndoto zangu nije kuwa hata engineer. Walezi ambao wanakaa na kijana huyu wanasema wanatamani sana kijana huyu aendelee na masomo, lakini jambo linalokwamisha ni uwezo wa kipato chao cha kuweza kumrudisha shuleni, kwani utafutaji wao umekuwa ni mgumu. Jina naitwa Shakila Jumanne Mwakifuna, ni mdogo wake na Shabani Hassan Idi. Ndugu wa Tanzania, naombeni muweze kumsaidia mdogo wangu. Aliishia kidato cha pili kwa kuwa tulikuwa hatuna uwezo wa kumsomesha. Yeye mwenyewe binafsi anapenda sana kusoma. Ikapelekea kutokana na ugumu wa ada, ikapelekea aende kashinde kwenye kazi ya kuchomelea. Katika hiyo kazi ya kuchomelea anakutana na changamoto nyingi. Siku ya kwanza kufanya hiyo kazi ya kuchomelea alirudi macho akamvimba. Na huyo bosi anaweza akampa kwa siku 1000 au 2000. Hiyo 1000 au 2000 yeye mwenyewe binafsi kama mtoto wa kiume ana mahitaji yake. Ikiwezekana kama bibi yetu vile mlivyomuona hajiwezi, kwa lazima atanunua sabuni. Yeye mwenyewe bibi lazima asubuhi atakapoondoka atahitaji hela anaenda kufanyia kazi. Kwa ndugu wa Tanzania, naombeni mtusaidie sana. Mdogo wangu anapenda sana kusoma, anapenda. Na vipi kuhusu wazazi wake? Wazazi wake walifariki wote wawili, wakamwacha na umri wa miezi 3. Ndio bibi yake akamchukua. Na yani sio kama vile tuna ndugu naye, hapana. Yani hao wazazi wake na bibi walikuwa ni marafiki tu, walikuwa wanalima wote sehemu moja. Na ndugu wake na Shabani walikuwa hawaelewani kabisa na wazazi wake. Ndio maana ikapelekea bibi kwenda kuandikishiana amchukue Shabani Hassan Idi. Na vipi mnavyokuwa mnamtazama Shabani, ana kipaji gani? Au malengo yake hasa anapotaka kusoma, anatamani kuja kuwa nani? Shabani tukimtizama na malengo yake, Shabani anapenda sana kuwa dereva. Anapenda. Sawa, ombi lako kwa Tanzania nini hasa wasaidie sasa kwa ujumla, wewe pamoja na Shabani pamoja na familia? Cha kwanza kabisa, ndugu wa Tanzania, yani cha kwanza kabisa naomba kwanza muweze kumsaidia mdogo wangu aweze kurudi shule na kuendelea na masomo. Yani hajawahi kutukatisha tamaa hata siku moja. Yani anapenda sana kusoma. Kwa naomba sana muweze kutusaidia kwa hilo, kumsaidia Shabani Hassan Idi. Hata hivyo bibi huyu mbali na umri wake kwenda, lakini hachoki kupambana, huku akitamani mjukuu wake huyu aweze kuendelea na masomo. Lakini changamoto ni ile ile ya ukosefu wa ada. Yangu naitwa Shida Abdalla Mwakifuna. Nina mtoto wangu naemlea. Ninayo changamoto, ameanzishwa shule ya Msamu. Kuhusu ada sijiwezi. Mpaka hivi nayumba naye tu mtoto. Alafu nilitokewa na mjukuu wangu, nyumba ya 3 aliandikiwa na ukuta, amefariki. Sikupata kumbukumbu yote ya kusema je tuamue nini tukayamaliza hivyo hivyo. Alifikia kidato cha ngapi? Kidato cha pili. Alifikia kidato cha pili. Kwenda form 2 nikashindwa ada. Taka 150,000. Kawaomba wakasema haiwezekani. Basi nimwachisha. Na labda kuna watu wote ambao walishawahi kuwapa msaada wote? Msaada, kuna baba anaitwa Usama alinisaidia, na mama mmoja wa Kichaga anaitwa Mama Gaspar walinisaidia mchango wa kwanza wa form 1. Akanisaidia kwenye form wa pili tena nikashindwa kwenda kuambia. Niliomba tu msaada wa kumsaidia yule mtoto naye awe kama wenzie. Ndio nasikitika na uomba sana nipate mtu wa kunisaidia yule mtoto. Kwa makamo yake bado. Ndio nilikuwa naomba msaada.
Naam, mtazamaji wa Families Media, unayemwona hapa ni bibi yetu ambaye ana changamoto ya kumlea mtoto ambaye alikuwa anasoma kidato cha pili, lakini changamoto ya ada imemfanya mpaka hivi sasa mtoto huyo kushindwa kuendelea na shule. Hivyo kwa wewe ambaye utaguswa kumsaidia, unaweza kumsaidia kupitia nambari ya simu ya 0717757294, 0717757294. Jina linatoka